Mpendwa mtazamaji wangu, nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nilipita mahali fulani, nikakutana na mtu mmoja, mama mmoja anasema, muulize mwanao yuko wapi? Anasema mwanangu anaumwa. Nikasema anaumwa nini? Akasema si unajua ule ugonjwa wa baba yake. Kwa maana wanasema hivyo kwamba ugonjwa ukiwa kwa baba basi na yeye anaupata. Lakini kuambia hivi, Biblia inaandika hivi, inasema nyumba ni urithi mtu anaoupata kutoka kwa baba yake, nyumba na mali. Kwa hivyo ndio urithi. Biblia haiandiki kwamba magonjwa ni urithi. Kwa hiyo nikutake wewe ambaye unapata shida kwa sababu unajua kwamba baba alikuwa na ugonjwa fulani. Kwa hiyo sisi wote tuna ugonjwa huo, hata kama dalili hazianze kuonyesha, umeshakata tamaa, umeshaamini hivyo. Kwa hiyo ugonjwa upo, unakuja, ni lazima ukupate kwa sababu unaamini hivyo. Lakini wakati huu niombe na wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya mtoto huyu ambaye yeye ni mgonjwa, kwa sababu si kwa sababu anaumwa, ni kwa sababu ya hila za adui. Amehamisha yale magonjwa na mateso kutoka kwa wazazi, kwa ameleta kwa kijana huyu, naye anapata shida. Lakini Yesu Kristo, kwa kupigwa kwako huyu kijana, huyu mtoto ambaye ninasema naye amepona. Ninaomba uponyaji wako ushuke juu yake sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pumu, sikosea, kila aina ya ugonjwa wa kurithi, kila aina ya ugonjwa ambao umesema wenyewe unarithiwa, ninakata mawasiliano hayo, ninakata connection hizo, ninaongoa reli hizo ambazo zinaunganisha magonjwa hayo kwenda kizazi kimoja kwenda kingine. Ninaomba rehema ya Bwana kwa ajili ya kijana huyu, ili atakapoinuka awe mzima, alitukuze jina lako. Asante Bwana Yesu kwa sababu umemponya. Nimalize kwa kukukumbusha, ewe mzazi, ewe kijana ambaye hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Yesu Kristo yuko njiani kuja, na hata kawia safari hii. Na baada ya kuja yeye, maana yake utawala wake utasimamishwa duniani, utawala wa haki miaka 1000 kutokea Yerusalemu. Na baada ya Yerusalemu tutakwenda kuishi naye katika mbingu mpya na nchi mpya. Huko hakuna taabu tena wala maumivu. Mungu akubariki katika jina la Yesu.